liko ndani ya Biblia. Sikweli. I thought, nilifikiri kwamba wa Meru, Wachaga, Pare, watu hawa wametokea tu hapo. Lakini kumbe Genesis imeanzia mbali sana. Na asili ya mtu inakaa kama alivyo na wala habadiliki. Sasa kwa kuwa siifunui hii, lakini najaribu kutoa tu ushahidi kidogo kwamba unaona hata wa Maasai ni watu ambao wana mavazi fulani, hawayaachi, ni desturi yao kukaa hivyo, kwa sababu wao kwa asili ni makuhani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amina. Yaani ndio maana wanapenda kuvaa mavazi yale ambayo wanayavaa ya kufunika mwili kwa staili fulani, kwa sababu asili yao tangu kwenye Biblia ni makuhani. Lakini Wameru sio makuhani. Wachaga ni wakina nani? Wasukuma ni wakina nani? Wanyaturu ni wakina nani? Sasa unaweza ukawa una wepesi wa kufanikiwa, lakini kuna kitu ulitakiwa ukifanye ambacho Mungu alikuumba kukifanya. Hebu labda tuangalie, usiandike lakini usifundishi hii tutajifunza kwa wakati wao. Mambo ya Nyakati wa Kwanza, hebu tuangalie pale. Mambo ya Nyakati wa Kwanza, ile sura ya ni Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ile ya 9. Hebu tusome sura ya 9 kuanzia mstari wa 10, labda tuje mpaka mstari wa 12. Hatuendi sana kwa sababu nina uelewe kitu kidogo. Mkini na wewe labda uko tu kama mimi. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 12. Sandike hii. Tukisoma kuanzia ule mstari wa 10. Tuanzie mstari Mambo ya Nyakati. Hebu kama umefika hapo nisomee. Nisome sura ya 9. Some sura ya 9. Sura ya 9 kuanzia mstari wa 10 hadi 12. Na katika makuhani Yedaya na Yehoyaribu. Katika makuhani, katika list ya makuhani, Yedaya, Yehoyaribu na Yakini. Ndiyo. Azaria mwana wa Hilkia, mwana wa Shemulamu, mwana wa Sadoki, mwana wa Merayothi, mwana wa Ahitubu, mkuu wa nyumba ya Mungu. Ndiyo. Na Adaya mwana wa Yerohamu, mwana wa Pashuri, mwana wa Malkia, na Maasai mwana wa Adieli, mwana wa Yazera. Na nani? Na Maasai au imesemekana na Maasai katika makuhani na Maasai. Haleluya. Yamkini message yako labda kwenye simu yako au kwenye Biblia yako ujui kwamba makabila yetu yametajwa. Sasa Maasai ni kuhani, kumwambia aache ubega ni kitu kisichowezekana, kwa sababu ile ni asili. Naomba nisaidie hapa kwenye sauti. Ile ni asili. Lakini Meru ana kitu gani cha asili ambacho Mungu alimuumba kifanye? Msukuma the same, Mnyaturu the same. Ndio maana Maasai asipopata maongozi sahihi ataabudu atajiwe, kwa sababu kiasili ni kuhani. Bwana asifiwe sana. Wanasema katika makuhani wapo 1, 2, 3, 4, 5 na Maasai. Sasa tunapoombea wakati na bahati, hatuombei wakati na bahati vipite nje ya mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu aliumba nao wanadamu. Kuna nyakati na majira ambayo yakifika tu kitu
fulani kinatakiwa kutokea. Ndio maana anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba na nikujua. Nikuwa juu sana. Yes. Kwa hiyo mwambie Yeremia, kabla sijakuumba na nilikujua, na kabla hujatoka katika tumbo la mama yako nilikutakasa. Mimi nikakuweka wewe nabii wa mataifa. Kuna mtu yuko duniani kwa bahati mbaya, ila kuna wakati na bahati kwa kila mtu. Huo wakati na bahati ndio watu wengi wanaomba vitu vingi lakini hawaombei hiyo. Tukisoma Mhubiri sura ya 3. Mhubiri ile sura ya 3 mstari wa kwanza peke yake, hebu nisome pale. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza peke yake. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila jambo kusudi chini ya mbingu. Kila jambo lina wakati na majira. Kila jambo. Kuna wakati ambao wewe utatakiwa uinuke kiuchumi. Kuna wakati utapitia changamoto ikiwa ni lazima kuimarisha imani yako. Kuna wakati utatakiwa uende shule umalize elimu yako kwa kipindi fulani. Kuna wakati utatakiwa uoe au kuolewa. Kuna kipindi utatakiwa uzae watoto wale, na kuna wakati utatakiwa kufa. Anasema wakati wa nini na nini? Hebu soma pale tena chini kidogo. Mstari wa pili anasema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kumbe hii iko kwenye wakati. Kuzaliwa ni wakati. Kufa ni wakati. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kupoa. Wakati wa kung'oa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Achia hapo. Wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kutupa, wakati wa kukumbatia, wakati wa kutokukumbatia. Kila jambo limesikiwa kwenye wakati. Kwa hiyo hata mimi kufanikiwa au kutokufanikiwa is the matter of time. Even fulani niliandika pale nje nikaandika hivi, time will tell. Watu wengi hawakujua. Tafsiri yake inasema muda utasema au muda utaamua. Kwamba kila jambo unalotaka kulifanya au jambo unalotaka kulifanya wewe, kutakuwa na upinzani, lakini muda utaamua. Kuna wakati na bahati kwa kila mtu. Sasa wengi wanaomba lakini hawaombei wakati wao. Hawaombei majira yao, wala hawayatambui, kwa sababu kuyatambua majira na wakati ni akili pia. Haleluya. Sasa kila mtu ana wakati wake na bahati yake katika mafanikio ya kila jambo kama ilivyoandikwa. Lakini hayo yote yanahitaji kuwe na utimilifu wa wakati. Kwa hiyo katika kusubiri jambo hilo unapaswa kuliombea. Tukijaribu kusoma katika Nyakati wa kwanza 12:32, Nyakati, mambo ya Nyakati wa kwanza 12:32, Biblia inatueleza kitu cha ajabu hapa kidogo. Nyakati wa kwanza sura ya 12 na mstari wa 32. Hebu tusome pale. Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Watu wenye akili za kujua nini? Hebu sema watu wenye akili za kujua nyakati. Usemi vizuri, my God. Hebu sema watu wenye akili za kujua nyakati. Kumbe kuna akili za kujua nyakati. Asiyejua nyakati manake kakosa akili ya kujua nyakati. Okay. Kwa hiyo hapa tunapata hitaji la kuombea. Mungu ninakuomba unipe akili ya kutambua nyakati katika maisha yangu, kutambua nyakati katika familia. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna wakati wa kubarikiwa na kuna wakati ambao sio wa baraka. Kuna wakati wa kustawi na wakati ambao unaweza kuporomoka. Kuna wakati wa kuinuka, kuna wakati wa kushuka, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kung'oa, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kulia. Sasa ni wewe kujua nyakati. Haleluya.
Hebu sema Bwana Yesu, na kuomba unipe neema ya kujua nyakati za maisha yangu, nyakati za maisha yangu. Nipe neema Bwana, nikapate kuzijua nyakati za maisha yangu, za maisha yangu, za maisha yangu. Sasa unakuta wakati huo, kuna wakati ambao unatakiwa ulime shamba, wewe ukapishana na ule wakati. Wakati watu wanapalilia, wewe ndio unaanza kulima shamba. Alafu unaotesha. Ukiotesha automatically utavuna kwa sababu umepishana na wakati. Ule wakati ambao wenzako watavuna, yale majira yakipita, wale waliochelewa kupanda yale mazao huzorota, kwa sababu kila kitu huenda na majira na wakati. Haleluya. Sasa vivyo hivyo kiroho, mambo haya ni yako so spiritual. Majira na wakati wako wa kuingia kwenye uchumi ulio bora au kushifti kutoka level za chini kwenda level za juu, usipojua hayo majira yatakapokujilia, ukabishana na huo wakati, hautarudi tena. Ndio maana Yesu analilia Yerusalemu, anawaambia, laiti mngalijua yapasayo amani sasa, lakini yamefichika machoni penu msiyaone. Maana utakuja wakati ambapo watawajengea boma, watawaangusha huko, watawawekea ukuta na kuwajengea boma, alafu watawaangusha huko wewe na watoto wako, kwa sababu hukujua wakati wa kujiliwa. Yani shida ya wale watu walipishana na wakati wa kujiliwa. Yesu anasema laiti mjua ya wapasayo kufanya sasa, lakini yamefichwa. Maana kitendo cha kutokujua wakati na majira, usipojua wakati na majira, usipojua majira na wakati, utabaki unalia. Haleluya. Haleluya. Wazungu wana usemi mmoja wanasema, opportunity never comes twice. Na wengine wakasema, Christmas comes but one a year. Christmas inakuja lakini mara moja tu kwa mwaka. Kwa hiyo ukipishana na ile opportunity, hautaipata tena, ikipita imepita. Ndio maana ni muhimu uwe muombe Mungu akupe akili ya kutambua majira na nyakati. Kuna wakati utafanya biashara, hiyo biashara itafika mahali haiwezi kwenda tena, wakati wako umepita. Mwambie Mungu akupe akili mpya, akupe fahamu mpya, ukawe kama wana wa Isakari waliokuwa na akili ya kutambua nyakati. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Yesu anamwambia mama yake walipoenda kule Kana, anamwambia, divai imetindika mwanangu, na tumealikwa hapa kwa heshima, ungefanya jambo angalau wapate divai hapa. Akasema, mimi na wewe tuna nini mama? Wakati wangu bado. Saa yangu bado. Saa yangu bado. Hiyo saa imebeba miujiza. Hiyo saa imekuja na nguvu zake za kutimiza hilo kusudi. Hiyo nguvu imebeba kitu. Ndio maana sasa wale wanaofundishwa, hasa kwa mfano vijana wanafundishwa mafundisho, wanakuaga, kuna wakati ukifika, wakati unadai waolewe au waoe, na kila anachofanya anakutana na mazingira kama hayo tu. Mazingira kama hayo tu. Mazingira kama hayo tu. Wanajitokeza wengi kipindi hicho kwa sababu ni wakati. Haleluya. Haleluya. Ardhi ikipata mvua, hata kama hakuna aliyeweka mbegu, itaota hata majani. Unanielewa nachosema? Ardhi ikipata mvua, hata kama hakuna mtu aliyetia mbegu, yataota hata majani. Kwa sababu ni wakati. Ni wakati wa ardhi kuchipusha. Ikipishana na majira hayo, nchi haitachipusha tena, kwa sababu itakuwa kipindi cha kiangazi. Haleluya. Kwa hiyo watu hawa wa Isakari walikuwa wenye akili ya kuweza kutambua nyakati. Tunachotakiwa kumwomba Mungu ni kutusaidia, kutupa sisi akili. Usiombe tu kwamba Bwana, naombea majira yangu, naombea wakati wangu, naombea majira yangu, naombea nyakati zangu. Usiombe tu hivyo. Muombe Mungu pia akupe akili ya kutambua wakati huu umebeba nini
cha maisha yako? Umebeba nini cha watoto wako? Umebeba nini cha uchumi wako majira haya, mwezi huu? Haleluya. Huu mwezi wa 11 umebeba nini kwako? Mungu akufunulie hiyo. Hebu tuangalie kitabu cha Esther sura ya kwanza. Esther sura ya kwanza na ule mstari wa 13. Esther sura ya kwanza na mstari ule wa 13. Yes. Basi mfalme akawaambia wenye hekima walio na elimu ya nyakati. Elimu ya nyakati. Kumbe kukosa kuwa na ufahamu wa kutambua nyakati kwenye maisha yako ni tatizo. Hata mfalme anayetawala alihitaji watu wenye elimu ya kutambua nyakati. Bwana asifiwe sana. Ili mfalme aweze kutawala vizuri, aweze kuongoza vizuri, aliwahitaji wenye hekima, wenye ujuzi na elimu ya kutambua nyakati. Sisi wa Kristo tumeokoka mpaka tumeacha mambo ya msingi yaliyotupasa kuyazingatia. Yani tumeokoka kiasi kwamba tunasema sisi ni watu wa rohoni, wakati bado tunaishi mwilini. Tumeacha kanuni na taratibu zinazotawala ulimwengu huu. Tunataka kuapply tu za rohoni, kitu ambacho hatuishi rohoni 100%, tunaishi mwilini. Bwana asifiwe sana. Ukipishana na majira na wakati, na baraka zilizofungwa kwenye majira na wakati zimeenda. Kwa hiyo kila wakati ambao mfalme Suleiman asema kuna wakati wa kila jambo na majira chini ya mbingu. Anaposema kuna wakati, maana yake hicho kitu ambacho kimefungwa kwenye wakati, huo wakati ukija unakuja na nguvu maalum ya kumsaidia mwenye wakati huo kutimiza kitu hicho kama atatambua hayo majira. Shida ni pale tu ambapo unakuwa utambui wa majira au utambui wakati. Kwa hiyo ukifanya hilo jambo linashindikana kwa sababu umelifanya kwenye wrong timing. Bwana asifiwe sana. Wrong timing. Kuna majira na wakati. Kuna majira na wakati. Lazima ujifunze kutambua kila jambo linalotendeka, lolote spiritual au liwe physical, lazima ujue majira na wakati sahihi wa kufanya jambo hilo. Sasa utajua ni kwa kuomba. Unapomwomba Mungu hatakujuza hata kwa ndoto. Atakujuza hata kwa ndoto kwamba haya ni majira fulani. Utakuwa unaonyeshwa kwa njia ya ndoto kwamba wafanya kitu fulani, fanya kitu fulani, fanya kitu fulani. Ukikifanya unashangaa unatoboa. Haleluya. Familia tusiombee Mungu azipe neema kutambua majira na nyakati. Haleluya. Angalia Wagalatia ile sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 7. Wagalatia 4 hadi 7. Andiko anasema, yes. Ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke. Yes. Amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwenu, aliaye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena bali u mwana, na kama u mwana basi u mrithi kwa Mungu. Nasikia ulipowadia utimilifu wa wakati, yani baada ya wakati kufika, Mungu alimtuma Yesu. Alafu alipomtuma Yesu duniani, alikuja tukomboe. Alafu Mungu akatupa Roho wake akae ndani yetu, aliaye Aba, ili sisi tuweze kufanyika wana. Na kama tumekuwa wana, sisi si watumwa tena. Na kama sisi si watumwa, basi ni warithi wa baraka za Mungu. The problem is, mpaka leo hii kuna watu bado wamekuwa watumwa. Wengine wananeemeka, wao wakawa watumwa wa watu, na hao watu wao wanazidi kustawi wakiwapa tu kitu kidogo tu cha
kuweza kuwezesha maisha yao kuishi, kuendelea kwa uhai, aendelee kuishi. Lakini yani unaenda kulima shamba, unalima shamba la mtu, anapanda, anavuna, anapata milioni 30, anakupa mfanyakazi 200,000. Wewe ndiye uliyetumia nguvu zako kwenye hilo shamba. It's okay, anaweza kwa ndiye aliweka mtaji na kila kitu, lakini hii ndio tunasema ni utumwa. Lakini wale ambao waliofanyika wa Mungu, wakapokea roho, waliojua majira na nyakati, basi wanapokea baraka zao, wanakuwa warithi wa baraka. Zile baraka zako ni jambo la kurithi, unahitaji kurithi ile baraka yako. Lakini familia, ili watoto wote waliozaliwa, kila mtu kapewa kipawa chake, kila mtu kapewa neema yake, kila mtu ana wakati wake na bahati yake. Ndio maana ukiwasikia kwenye familia mtu anasema, dada anamwambia mwenza, yani dada wa kwanza anamwambia mdogo mtu, huwezi kuolewa uniache. Sikubali uolewe uniache. Utaolewaje uniache? Mimi utanitia aibu. Nani alikuambia kwamba wewe ndio unatakiwa kutangulia kuolewa? Yamkini wakati wake na bahati yake ndivyo vyenye nguvu kuliko vya kwako wewe. Ni wakati wake wa kuolewa, na wakati wako ukifika na wewe utaolewa pia. Haleluya. Ukielewa hilo litakusaidia sana. Sasa mtu akishaanza kutia ile roho ya wivu, anajikuta anatenda dhambi, na hata ule muujiza wake aliotakiwa haufikii tena, kwa sababu wivu ni chuki, unaleta chuki, na ile chuki inaleta maovu ambayo ni machukizo mbele za Mungu, kitu ambacho kinampa shetani kuharibu destination. Haleluya. Haleluya. Unaweza ukawa wa kwanza kwenye familia, ukawa wa mwisho kujenga nyumba, na sio dhambi, kwa sababu wakati na bahati umpata kila mtu. Elewa hii. Anaweza akawa wa mwisho kuzaliwa, akawa wa kwanza kuwa mtawala, akawa wa kwanza kuwa katika level za juu. Kumbukeni Yusufu na ndugu zake. Yusufu ndiye anayekuja kukomboa ndugu zake, lakini wakati huo mtawala yuko Misri, kwa sababu wakati na bahati umpata kila mtu. Haijalishi ulizaliwa wapi, haijalishi mtu ana elimu kiasi gani, haijalishi huyo mtu ana maarifa kiasi gani, haijalishi ni watu gani wamemzunguka, haijalishi yani yeye ni kabila gani au yeye ni jinsia gani. Nataka kusema wakati na bahati humwangukia kila mtu. Sema amen. Ikifika saa yako, ikifika tu saa yako, lazima kile Mungu alichokikusudia kitokee. Ndio maana ni muhimu kuomba, Bwana, mapenzi yako yatimizwe katika maisha yangu. Ile neno la kumwambia Mungu kila siku hivyo litasababisha majira yako yatakapotimia, kwa kuwa ulimwambia Mungu mapenzi yake yatimizike na yasikupite. Haleluya. Haleluya. Hata mimi mnaniona hapa mara kadhaa, lakini nikiwaambia ulimwengu wa roho unavyosoma mambo yangu mengi, mara niko Marekani, mara niko wapi, lakini sijui exactly ni nini. Lakini Mungu ananiambia nitakupeleka kwenye mataifa, nitakupeleka kwa mataifa mengine, ufanye kazi yangu huku. Lini? Sijui. Napaswa tu kuwa tayari kwa wakati ufao na wakati usiofao. Amen. Amen. Lakini ninaiombea hiyo kesho yangu, maana kesho yangu inakuja na baraka zake za kesho, na kesho kutwa yangu inakuja na baraka zake za kesho kutwa, na mwaka ujao unakuja na baraka zangu za mwaka huo. Mimi ninachotakiwa kufanya nisipishane na majira. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Sema wakati wangu na bahati yangu. Rudia tena, wakati wangu na bahati yangu. Mfalme Ahasuero anatafuta watu wenye kujua, watu wenye ufahamu wa nyakati na majira. Angalia nini kilikuwa kinashughulikiwa pale. Kilichokuwa kinashughulikiwa pale ni tatizo la Vashti, mwanamke aliyeolewa kuwa first lady, kuwa mwanamke wa kwanza kitaifa, mwanamke wa kiongozi mkuu wa ikulu. Ameleta ukorofi, akaita wataalamu wenye kujua nyakati na majira,
wamweleze afanye nini. Kwa wakati kama huo, nini kinataka kutokea? Wakamwambia, mfalme, ujue Vashti hakukukosea wewe peke yako, bali alikukosea wewe na maakida wote, akakosea na taifa zima kwa jumla. Kwa hiyo kilichopo, ukimwacha aendelee kuwa malkia, atawafundisha wanawake wote kukosea waume zao. Muondoe. Wakati wanamwambia muondoe, kumbe kuna kabinti kako huko nako kanasubiri wakati na bahati, kanaitwa Esther. Haleluya. Mungu anaweza kumuondoa mtu kwenye nafasi ili akuweke wewe mcha Mungu. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Ukiliangalia kijamii, hilo jambo halijakaa vizuri, kwamba wazee wanamfundisha mfukuke, halijakaa vizuri kijamii. Lakini amemkosea Mungu, kakosea jamii. Mungu akaona kuna kabinti kanaitwa Esther, kanamcha, akasema no, wakati bahati wapata wote, wakaitwa mabinti wote ambao wamejitunza katika hali ya usafi, hawajawahi kuwa na mahusiano, wakaitwa, wakawekwa kwenye kipimo. Kila binti, Biblia inasema walilishwa kwa muda wa mwaka mmoja, na huo mwaka unaitwa mwaka wa utakaso. Baada ya huo mwaka wakaanza kuingia kwa mfalme mmoja mmoja. Ilipofika zamu ya Esther akasema, sihitaji kitu chochote isipokuwa vile vya lazima. Kwamba kama ni lazima niingie na tishu, nitaingia na tishu. Kama ni lazima niingie nivae soksi, nitavaa soksi. Kama ni lazima. Lakini sihitaji wigi, sihitaji wanja, sihitaji lipstick. Najua Mungu aliye na mimi atosha. Haleluya. Alipofika mbele ya mfalme, Biblia inasema akapata kibali mbele ya mfalme. Nini sasa? Wakati na bahati wapata wote. Unafikiri baada ya yeye kuchaguliwa, wale mabinti wote waliokuwa pale, labda zaidi ya 600 hivi, walifanya nini? Walilia na kuomboleza. Bwana asifiwe sana. Maana kila mtu aliona ile nafasi kama nafasi ya pekee. Unaweza usinielewe ninachokiongea. Mungu anaweza akakutoa hapa, akupeleka mpaka mbali sana na ndugu zako, ili wakati na bahati zikakupata ukiwa huko. Tuangalie maandiko. Kitu kinachoitwa bahati. Hebu sema bahati. Tukisoma kitabu cha Ruthu sura ya 2 mstari wa kwanza hadi 15, tutaona jambo hili. Tutasoma tu, mimi nakupa mpaka 15, lakini tutaishia mahali fulani. Ningependa zaidi labda tusome mpaka mstari ule wa 4 au 5 hivi, alafu tutaenda kumalizia. Basi huyo Naomi alikuwa na ndugu ya mumewe, mtu mkuu mwenye mali. Mtu mkuu mwenye nini? Mwenye mali. Kwa jamaa yake Elimeleki. Ndio. Jina lake aliitwa Boazi. Boazi. Naye Ruthu Moabi akamwambia Naomi, sasa niende kondeni niokote masazo ya masuke nyuma yake yule ambaye nitaona kibali machoni pake. Akamwambia, haya mwanangu, nenda. Angalia binti mwenye bahati, mwanamke mwenye bahati, anasema anaenda kuokota kama atapata kibali, mtu akamruhusu aokote kwenye shamba lake. Basi akaenda, akaja akaokota masazo kondeni nyuma ya wavunaji, na bahati yake ikamtukia kwamba akaifika. Na bahati yake ikamtukia kwamba akaifika. Bahati yake ikamtukia kwamba, bahati yake huyo binti ikamtukia kwamba akaifika sehemu ya shamba iliyokuwa mali yake huyo Boazi, ambaye alikuwa wa jamaa yake Elimeleki. Na tazama, Boazi akaja kutoka Bethlehemu kawaamkia wavunaji, akasema, Bwana akae nanyi. Nao wakamwitikia
Malkia, Bwana na akubariki. Bwana na akubariki. Akauliza. Kisha Boazi akamuuliza mtumishi aliyewasimamia wavunaji, na huyu je, ni msichana wa nani? Na huyu ni nani? Angalia bahati inavyoanza. Kwanza kaenda kuokota. Hivi unajua neno la Mungu linasema ukivuna shamba lako, unajua kwa nini watu wengine mnashindwa kubarikiwa? Mungu alisema mbakize vidogo vidogo, mbakize vitu vidogo vidogo shambani mnapovuna, alafu maskini waje wakajichukulia riziki zao. Sasa wewe unavuna, unakumuta na kuhakikisha umemaliza. Mungu akitazama namna hii, maskini akija akifanya hivi hakuna kitu chochote, akipita hivi hakuna chochote, hakuna chochote. Lakini sheria ya Mungu ilisema unapolima shamba lako, ukivuna usimalize kabisa, bakiza kwa ajili ya maskini wa Mungu, watakuja kuokota masazo. Sasa huyu binti ameenda kuokota masazo, maana ni maskini, lakini bahati yake ikamtukia huko. Huyu mtu mwenye mali, Boaz, tajiri, anauliza binti huyu mlioko naye ni wa nani? Huyu binti ni wa nani? Haleluya. Hebu tupeleke kidogo pale. Yule msimamizi aliyewasimamia wavunaji akajibu akasema, yule msichana Moabi aliyerudi pamoja na Naomi kutoka nchi ya Moabu. Kumbe katoka nchi ya Moabu. Huyu binti ni nani? Ni yule binti aliyekujaga na fulani kutoka Unyaturuni, kutoka Upareni, kutoka Usukumani, kutoka kwa Wamakonde. Huyu binti huyu ndio yule alikujaga kwa lengo la kuja kwa mtu fulani hapa. Sasa ndio huyo. Boazi akasema, naye akasema, tafadhali niruhusu kuokota masazo. Huyo binti ndio anaomba, anaambiwa kwamba huyo binti ameomba kuokota masazo, na kukusanya nyuma ya wavunaji kati ya miganda. Basi akaja naye akashinda tangu asubuhi hata sasa, isipokuwa alikaa nyumbani kitambo kidogo. Basi Boazi akamwambia Ruthu, mwanangu, sikiliza wewe, usiende kuokota masazo katika shamba lingine, wala usiondoke hapa, lakini ukae hapa karibu na wasichana wangu. Macho yake na yaelekee konde walivunalo, ufuatane nao. Je, sikuwaagiza vijana wasikuguse? Tena ukiona kiu uende kwenye vyombo, nawe uyanywe walioyateka hao vijana. Ndipo aliposujudia akainama mpaka nchi. Yule binti akasujudu akainama mpaka nchi. Akamwambia, jinsi gani nimepata kibali machoni pako hata ukanifahamu mimi niliye mgeni? Naye Boaz akajibu akamwambia, nimeelezwa sana yote uliomfanyia mkweo. Nimeelezwa wema uliotendaga, nimeelezwa, tunajua taarifa zako, mambo yote uliofanya tumeelezwa. Achia tu hapo, soma mpaka 15 pale wao. Lakini nataka kuonyesha kila mtu anatembea akiwa na bahati yake, lakini hiyo bahati inatakiwa iendane na wakati. Moja kati ya vitu utakiwa kumisi ni kuombea wakati wako, utambue bahati yako itokee kwa wakati ambao Mungu ameuweka, lakini Mungu akukutanishe na watu waliobeba majira yako na wakati wako. Unaweza ukawa kweli ni wakati wako wa kufanikiwa, lakini ili ufanikiwe lazima ukutane na mama fulani, lazima ukutane na fulani, lazima ukutane na mtu fulani ambaye yeye atatumika kama connection kukufikisha mahali ambapo Mungu alikuandikia upokee baraka yako kwa wakati. Haleluya. Haleluya. Ukiwadia utimilifu wa wakati, Mungu atamtuma anayetakiwa kuwa connected kwako. Biblia inasema kwenye Wagalatia, ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu akamtuma Yesu Kristo. Omba kila majira ambayo Mungu amekukia na wakati, amtume mjumbe kwa ajili ya wakati huo, kwa ajili ya majira hayo, akujulishe ni nani aliyewekwa ili kukusaidia. Biblia inasema Yohana alitumwa kuitengeneza njia ya Bwana. Yohana alitumwa aitengeneze njia. Kuna aliyetumwa kukusemea kwenye kampuni, kuna aliyetumwa
kusemea kwenye shirika fulani. Kuna aliyetumwa anatakiwa kuwasemea watoto wako ili waajiriwe kwenye shirika fulani. Elimu wanazo, lakini kuna aliyetumwa kusafisha njia mbele yao. Haleluya. Haleluya. Sasa wakati gani mwanangu huyu kamaliza shule, watoto wangu wamemaliza shule, wako tu nyumbani, haya ni majira gani kwao? Ni majira ya kuajiriwa. Okay, sasa nini kifanyike ili wapate ajira? Kwanza, siombi tena Mungu ninakuomba majira ya watoto wangu ya kuajiriwa yatokee. Yameshatokea tayari, yapo. Ila sasa kilichokosekana ni bahati na wale waliobeba majira wanaotakiwa kutumika kuunganisha hao watoto na baraka ambazo Mungu aliziweka. Amen. 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 Alafu nisikilize, kuna kufuta mafaili. Ujifunzaje? Usitegemee. Uliwahi kufikiria kwa nini mgomba ukiota, ukishatengeneza ile ndizi moja, haurudi kuzaa tena? Unakufaga na chini yake linachipuka lina shina lingine, nalo litazaa ndizi moja, alafu litakufa, litachipuka shina lingine tena. Kwa sababu kila shina lipo kwa wakati na majira. Kila shina lipo kwa wakati na majira. Sasa sisi tumekuwa tukitegemea vyanzo vile vile. Hatuombi neema mpya, hatuombi majira mapya, hatuombi msaada wa Mungu atupe watu wengine wapya. Haleluya. 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 Mungu atupe neema kwa jina la Yesu aliye hai, ili tuweze kufikia zile baraka zilizotukuka ambazo Mungu ameweka kwa ajili yetu. Uko wakati na bahati wa kila mtu, sio wenye mbio washindao, sio wenye maarifa na akili sana wapatao, ila wakati na bahati humpata kila mtu. Naweza nikakueleza mifano mingi ndani ya Biblia, wako wengi sana, lakini ninaomba tuachie hapa ili tuweze kuomba kwa hizi dakika 10 zilizobaki. Alafu omba tu jambo moja, Mungu akusaidie kutambua, akupe akili utambue wakati na kilichobebwa kwenye wakati. Alafu utambue wale walioletwa kwako kukuunganisha au kufanyika baraka kwenye maisha yako, kuingia kwenye hizo baraka za Mungu. Wako watu waliowekwa. Hata mchungaji wako ni pati ya hao. Hata mimi mchungaji wako ni sehemu ya hao watu ambao Mungu aliwaweka wa kufungua password za wakati. Sema amina Mungu. Ndio maana tunaomba pamoja. Na kila wakati unakuja ukiwa umefungwa kama package yenye seal. Ndio maana uombe Mungu akujulishe kilichopo. Biblia inasema vile vitabu vilikuwa na mihuri 7. Vitabu viko 7 na mihuri 7. Akavunja muhuri wa kwanza, akavunja muhuri wa pili, akavunja muhuri wa 3. Haleluya. Haleluya. Amen. Fulani alisoma mwaka jana akawa daktari. Tena akafanikiwa sana katika maisha yake. Sasa mimi nazaa mtoto, nasema na wewe nenda kasome udaktari. Kwa sababu tunaona mwenzake alifanikiwa sana, yeye kasoma udaktari kamaliza, hapati kazi. Kwa nini? Yeye alipoumbwa kuna kitu alipewa, na majira atakayoishi sio yale aliyoishi fulani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wakati na bahati humpata kila mtu. Kufanikiwa ni juhudi, lakini kufanikiwa, kuna kufanikiwa kwenye wakati uliobeba bahati zako za aina fulani. Haleluya. Haleluya. Mungu atusaidie tuombe wakati na majira. Elia alifanya kazi zake akazimaliza, alikuwa na bahati kukamatwa na Yezebeli, akapaa kaondoka zake. Elisha alipambana na kazi zake
akazimaliza, akafa kifo chema. Gehazi alipambana wakati akiwa na Elisha, hakufikia baraka zake kwa sababu aliingiwa na roho ilimfuata kufuata vitu ambavyo havikuwa kwenye wakati. Elisha analetewa sadaka, anasema rudi na vitu vyako, sivitaki, kama Mungu aishivyo. Huu sio muda wa kupokea sadaka, sio wakati kupokea sadaka. Ila kuna saa nikapokea sadaka, lakini hivi please go, chukua nenda nayo. Gehazi akamfuata kwa nyuma, anaenda kumwambia tafadhali bwana wangu amenituma vile vitu. Akapewa. Alivyopewa, Biblia inasema Elisha alimwambia roho yangu ilikwenda na wewe ulivyokwenda, kwa hiyo ule ukoma utakuwa juu yako. Akapoteza neema ilikuwa imfikie kupitia Elisha. Elisha alipokea ule upako kwa baba yake aitwa Elia, lakini Gehazi hakupokea ile anointing aliyokuwa nayo Elisha. Badala yake akajikuta amepata ukoma. Alishindwa kuwa na akili ya kutambua nyakati. Haleluya, haleluya. Kuna wakati wa kufunga na kuomba, kuna wakati wa kutafuna, kuna wakati wa kula, kuna wakati wa kulala. Usiwe mtumwa wa kwamba mimi kila siku natakiwa niamke saa 6 kila siku saa 6. Mungu mwenyewe anafanya kazi na anapumzika. Utambue nyakati. Kuna saa unasikia kundani kuna chemka, kuna taka, kuna dai kufunga na kuomba. Hata kama hujaandaa ratiba kufunga na kuomba, hata kama hujui unaombea nini, funga tu. Mungu atakupa kitakachoendelea ushaanza. Haleluya. Kwa sababu majira hayo yanaonyesha kuna kitu kinataka kuzaliwa. Yesu kabla hajaanza huduma aliongozwa na Roho Mtakatifu aende mpaka nyikani, alafu alipofika huko akajaribiwa sana. Kumbe wakati fulani tunapojaribiwa kunaweza kuwa kuna vitu vya utukufu au ni hatua za kuendea utukufu mwingine, lakini sisi hatujui cha kufanya. Kumbe majaribu yakizidi sana, ukiona unakosa chakula, ukiona unanyanyasika pale unapokaa, ukiona kuna mambo yaendi sawa sawa kwenye ni wakati wa kufunga na kuomba, sio wakati wa kula. Sio wakati wa kula na kunywa, sio wakati wa kulala. Huu ni wakati wa taabu. Mungu anasema niite siku shida, niite siku ya taabu. Zaburi ile mstari wa 15. Niite siku ya shida nami nitakuja nikuokoe, alafu utanitukuza. Haleluya. Haleluya. Sema uko wakati wangu na bahati yangu. Sema ziko nyakati kwa kila jambo. Kuna nyakati kwenye kila nini? Watoto wana nyakati na bahati zao. Yaani bahati ya mtoto wa kwanza haiwezi kuwa bahati ya mtoto wa pili. Bahati ya mtoto wa tatu sio bahati ya mtoto wa 4. Kila mtu na bahati yake, lakini pia ana nyakati za kupokea hizo bahati. Ila sasa nimekudokeza kidogo kwamba kila kabila lina kitu chake lilichobeba, ili angalau takapofunua hizi siri, na msi Mungu kabla tujamaliza ya maombi nifunue hizi siri watu waelewe nini kilichobebwa kwenye makabila. Yaani ile bloodline yao imebeba kitu gani. Haleluya. 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 Mungu akupe neema. Naomba tusimame. Yes, Lord, thank you.